Nyamiaga hoi! Hoi! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania asiendelee. Kwa majina anaitwa Martin Jacob Kamaramu, ni mkaguzi wa Jeshi la Magereza. Nipo hapa kwa niaba ya mkuu wa magereza kanda. Jeshi la Magereza kimsingi linaongozwa na taratibu na kanuni zilizowekwa na nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Madhumuni makubwa ya Jeshi la Magereza. Jeshi la Magereza unaweza kuliona kusema kwamba jeshi hili halina kazi. Lakini jeshi lina kazi kubwa sana zaidi ya vile unavyofikiria wewe. Kazi ya kumlinda mtu mwenye akili zake ni kazi kubwa sana. Bora ukaenda kulinda kitu kingine lakini sio kumlinda mtu mwenye akili zake timamu. Sasa sisi tuna majukumu mawili makubwa katika jeshi letu. La kwanza ni kumhifadhi na kumlinda mfungwa au mahabusu aliyopo katika himaya ya gereza. Ni kuhakikisha kwamba mfungwa anakaa kwa muda wake anaotakiwa kutumikia kwa adhabu aliyopewa kwa mujibu wa dini wa sheria, na mahabusu pia anatakiwa akae ili atakapohitajiwa mahakamani iwe ni rahisi kwenda kuchukuliwa gerezani na kupelekwa kuliko kumwacha mahabusu akae nyumbani kule kwamba siku ikifika ajipeleke mwenyewe mahakamani, kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo mahabusu anakaa pale, tunamlinda, anasubiri siku yake ya kwenda mahakamani. Hilo ni jukumu la kwanza. Na jukumu la pili sasa ambalo ni la msingi ni la kufanya urekebu. Tunaposema urekebu tunamaanisha kwamba ni urekebishaji wa tabia za sisi binadamu. Tunasema hawa ndugu zetu wafungwa wameikosea jamii, sawa, basi wanatakiwa warekebishwe. Ile tabia aliyokuwa nayo mwanzoni anayokuja nayo basi tufanye juu chini ili muda wake wa kutoka aweze kubadilika. Asitoke kama alivyoingia. Ile tabia aliyokuwa nayo basi angalau imtoke. Akirudi uraiani au ni raia mwema. Naomba kwa. Asante sana. Kule Zanzibar wanaita chuo cha mafunzo. Mnajua Ndio. Afande karibu. Nyamiaga oye! Oye! Kwa majina naitwa Meja Rafael Pasco. Mimi ni kamanda wa viteule vilivyopo Ngara, viko mpakani kutoka Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Jukumu la Jeshi la Wananchi wa Tanzania ni kuhakikisha mipaka yetu iko salama, haisumbuliwi na watu wengine kutoka nje. Lakini katika jukumu hilo tunawategemea sana wananchi. Ndio maana inaitwa Jeshi la Wananchi wa Tanzania, kwamba Watanzania wote tuna jukumu la ulinzi wa mipaka yetu. Sasa ndugu zangu, tumejisahau kidogo. Hilo jukumu tumeliacha kwa vyombo tu, kwamba sisi tukae tutembee na mabunduki na nini, wakati sio jukumu letu. Tunapokuja kufikia hatua kutembea na mabunduki, na maana nyinyi mmeshinda, inabidi tuhamishe Ngara sasa, labda mkakae Geita au mkakae Dodoma, tulete watu wengine waje wakae ambao watakuwa wanaangalia mipaka. Tunatakiwa tusaidiane, tuwe taarifa na tuwe wa kwanza kutoa taarifa na kulinda mipaka yetu. Sasa tukisema mipaka ni ardhi na maji. Wazi. Mpaka wa kwetu wa Tanzania na Rwanda kwa upande wa magharibi ni maji, ni mto Kagera, si ndio? Ndio mpaka wetu ule. Na shughuli tunafanya sisi wenyewe za uvuvi na usafirishaji pengine wa mizigo mbalimbali kwenye mpaka ule. Lakini tunafanya na watu ambao wanatoka nchi za jirani, na tunaruhusu wanaingia kuja kufanya uhalifu ndani na kufanya shughuli zingine. Tupo kimya, hatusemi. Ameongea afisa uhamiaji, ameongea kamanda wa polisi kuhusiana na usalama wa ndani, na mara tabu wanaoongelea ni sisi tumeruhusu wale watu waingie, tuwe taarifa tukazuia. Kwa ni jukumu letu kuhakikisha kwamba inakuwa salama. Kwa upande wa ardhi, tukiangalia kwa mfano mpaka wetu na Burundi, maeneo ya Mgoma, tunapita kwenye ardhi, si ndio? Tunaombana maji, unatoka hapo unachukua Kiberiti Tanzania, unaona toka unachukua Chumvi Burundi. Ni kitu cha kawaida, huwezi kukataza mtu kufanya, sababu ni jamii moja, si ndio? Lakini sisi ndio wa kwanza, tunatakiwa tuwe wa kwanza kutoa taarifa, bwana huyu aliyekuja kutoka Kiberiti hajarudi kwao, kalala huku. Kwa hiyo hilo ni jukumu la kwetu. Nyamiaga tuko
mbali kidogo na ile mipaka, lakini hatuko mbali kwa sababu tunatembea na ndugu zetu kule, na wanatoka wanakuja mpaka kwetu tutakuwa nao. Kwa hiyo hilo mzingatie maelekezo aliyotoa afisa uhamiaji pamoja na kamanda wa polisi, kuhakikisha ambao wamekuja wameingia kwetu, basi tuwape taarifa waweze kutekeleza jukumu lao. Lakini mimi na mambo mawili tu kwenye upande wa ardhi. La kwanza, kuna sehemu tumeteleza katika familia. Ulinzi unaanzia kwenye familia. Huwezi kuja kulinda mpaka kama familia haijaanza kujilinda yenyewe kwenye maeneo yake. Katika mashamba yetu, ukianza kujilinda kwenye familia ndio utakuja kwenye mipaka kwa kulinda vizuri. Lakini tumejisahau familia, watoto, baba na mama amepata watoto 10. Mmeruhusu watoto wote 10 wametoka, wameondoka, wameenda, wametembea huko nje maeneo ya kwenu. Baba amefikisha miaka 80, miaka 90. Huko wewe na mke wako, na pengine mke katangulia kabakia baba peke yake. Jamii ya karibu haimwangalii huyo mzee alibaki pale na ardhi. Na kwa sababu alibaki peke yake, amechukua mtu kutoka nje amekuja anamsaidia kazi pale. Na bahati mbaya hajafuata taratibu kumleta huyo mtu pale. Matokeo yake huyu baba anafariki. Wale watoto hawajawahi kuja nyumbani kumsalimia. Si ndio? Hayako hayo kwetu. Yule aliyekuja amekaa naye pale analisi ardhi. Watoto wanaporudi nyumbani inakuwa ni vita. Mimi ni ardhi ya kwangu. Kumbe ni ya wale watoto waliokuwa wamekuja na walisauliwa kutoka vile. Lakini hapa aliyesababisha ni nini? Sisi wote jamii kwa jumla. Tuliona hilo kutoka mapema. Kwa nini hatukulinda ardhi ya mwenzetu? Kwa hiyo matokeo yake tunapoteza familia na koo. Mzee akifariki, watoto wajarudi, wamekaa wameloea huko Dar es Salaam, wako Zanzibar, wako wapi, huku ndio imekwisha. Matokeo yake wale tunawafanya wanakuwa ni wakimbizi. Baadaye wakirudi tunampa kazi mtendaji kata, mwenyekiti wa kijiji. Sisi tulikuwa ni watoto hapa, wazaliwa hapa, mbona hatujawahi kuona? Lakini ni sisi wenyewe jamii ndio tumesahau. Turudi nyuma. Wazee, elimu sio shule tu. Elimu pia inaanza kwenye ngazi ya familia. Wazee kaeni na vijana kuongea nao, kwamba nyinyi ndio warithi wa baadaye wa haya maeneo ambayo wazazi wenu wanayo. Tukiacha hilo, yatatokea kama ilivyokuwa tokea Eastern Congo. Watu watakuja watakalia ardhi yetu na wataitangaza kwamba ni ya kwao na watatetea wananchi za kwao. Unanielewa? Lakini hapo na kwa Ngara hili linakuja maeneo ya Miaga ya Rusumo itatokea hivyo. Atakuja mtu atafuta kila njia atajirasimisha. Tutauza nchi bila kujua. Baadaye tutaanza kulaumu kwa viongozi. Mkoa la atekeleza majukumu yake safi kabisa. Lakini sisi hatutekeleza wajibu wetu. Ngazi ya familia kule tuanze kuwafundisha watoto toka bado kingali wadogo. Uchumi wetu, makuzi ya familia yako yakoje na ulinzi wako uendelee. Sawa ndugu zangu? Hilo ndio la kwanza nataka kuongelea kwenye upande wa ardhi. Lakini la pili ni mila na desturi za kwetu, hatuzipandikizi kwa watoto. Tunaelewa kabisa jamii fulani na jamii fulani zikija wana tabia tofauti, si ndio? Lakini tumeruhusu hayo mambo. Unaruhusu kijana anakwenda naoa binti kutoka Burundi. Makuzi ya yule binti Burundi anajua yeye amekulia kwenye vita. Amekuwa akiona familia na uwawa. Haya, umeruhusu amekuja amekaa na kijana wako na mleta aje nyumbani. Atashindwa kuua familia yako. Atashindwa kuchukua maamuzi magumu anapokutana na mazingira ambayo sio mazuri na rafiki yake. Lakini sasa yale hatuwezi kusema kwamba ni masuala ya serikali. Ni masuala ya mila desturi. Kukaa wazee. Tuwatunze wazee ili wazee watoe urithi kwa vijana wetu wauelewe. Ni kweli vijana wa saizi tunawaita generation Z ambao wamekuwa na maamuzi ya haraka. Lakini sisi tumewachia ndio tumesababishia, sababu hatuongei nao. Tulikuwa tunaongea nao wasingekuwa na maamuzi ya namna hiyo. Hatuongei nao na ndio maana wanajiamlia maamuzi yao wao. Sasa matokeo yake tunaanza kuwalaumu. Watoto siku hizo wamekuwa navuta bangi tu eleweke. Hapana. Turudi kwenye mila desturi, wazee kwenye mila, kwenye koo, kwenye familia, tukae nao vijana. Sasa hivi watoto wataki kwenda shule. Anaona atumie shortcut tuende akachunge, kwa sababu baba alikuwa ni mkulima, hajawahi kufuga ng'ombe.
na yeye ameona kumbe wafugaji wanaweza kupata hela haraka haraka. Kwa hiyo anahasi ukoo wa kwake, anaenda kwenye ukoo mwingine, inaleta vurugu. Matokeo yake mtoto anakujia kesho anakuambia, baba, mimi naomba tu yale mashamba unipe. Wakati huko wewe unakataa, anakuua. Hamna kesi za watoto kuua baba zao? Sizipo? Sasa ndio hapa tumepotea, kwa sababu huyu hana elimu, hana taarifa yoyote kuhusu hilo swala, au muhimu baba yake kumpa na ardhi, hajui kwamba ile ni ardhi ya ukoo, ya familia, itakiwa itunzwe na ithaminiwe. Kwa hiyo katika ulinzi wa mipaka yetu, nirudie tena, kwa jumla tuzingatie hayo mambo mawili. Ardhi, tuhakikishe kwamba wazee tunawatunza, ambao tu wamekimbia, tuweke utaratibu wa kuhakikisha kwamba tunawalinda na ardhi yao. Lakini pia vijana kingali bado wadogo, wazee wachukue muda kukaa nao, kuongea nao, kuwaeleza taratibu za familia na za ukoo, ili wakuwe na makuzi ya mila na desturi walizokulia nazo. Kwa hiyo machache naomba kuishia hapa.